بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، baada ya kumsifu Allah na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bado tunaendelea kuzungumzia kuhusu rahma za Allah, rehma zake ambazo ziko amma na khasa. Amma zile zilizoenea kwa watu wote, awe muumini au asi au kafiri. Hizi ni amma, wanapata rehma hizi: chakula, unywaji, hewa, mali, afya, wote wanapata, kwa sababu Allah ni Rabbul Alamin, mlezi wa viumbe walimwengu wote. Kwa hiyo kwenye hizi rehma anawapa wote. Kuna na rehma za pili, ndio zile khasa. Rehma hizi wanazipata watu kwa kumkubali Allah na kujisogeza kwake. Tukawa tumezichambua njia ambazo zinasaidia mtu kupata rehma hasa. Tukazungumza ihsan, kuwa mwema. Kuwa mwema kwa maana ya kuwa utamtii Allah kama unamuona, na ukawa unakuwa mwema kwa viumbe wa Allah. Na tukazungumza inapatikana hiyo, imezungumzwa katika Qur'ani kwenye sura Al-A'raf aya 56. Allah anazungumza rehma za Allah ziko karibu sana kwa wale kufanya wema. Tukaizungumza ya pili ni taqwa Allah, ucha Mungu, nayo tukaikuta ucha Mungu kunamsababishia mtu kupata rahma khasa, kwani rehma za Allah zimeenea kwa viumbe wote, lakini Allah wapa khasa wale wacha Mungu, na hiyo ikawa imerekodiwa katika sura Al-A'raf aya 156. Tukaizungumza nyingine katika rahma khasa, kuwa na huruma kwa viumbe wa Allah, na hilo tukalizungumza kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, wenye huruma basi Allah tabaraka wa taala mwenye huruma atawahurumia. Yeye Allah atawahurumia, ambaye ndio Rahman. Akatuagiza Allah kwa maagizo ya Mtume, wahurumieni walioko katika ardhi ili akuhurumieni Allah aliyoko mbinguni. Na tukaizungumza nyingine kwamba jihadi na hijra, jihadi katika njia ya Allah na kuhama kwa ajili ya Allah, juhudi hizi za kutafuta kuisimamisha njia ya Allah na kuhama kwa ajili ya Allah, ikiwa sehemu unaoishi huwezi kutekeleza amri za Allah, basi lazima uondoke hiyo sehemu, sababu ardhi ya Allah ni kubwa. Hii inamsababishia mtu kupata rahma khasa vile vile, na hilo limezungumzwa katika surati Tauba aya ya 218. Wale walioamini na wakahama na wakapigana jihadi, wakafanya juhudi katika njia ya Allah, hao watapata rehma za Allah, kwani Allah ni mwenye kusamehe na mwenye huruma. Nyingine tukiendelea ni kudumisha swala na kutoa zaka na kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kudumisha swala na kutoa zaka, wenye viwango hivyo wanaotakiwa kutoa wakazitoa, na kuwa maisha yako mtu unaishi kwa kumtii Mtume, matendo haya yanamsababishia mtu anafunuliwa rahma khasa na Allah subhanahu. Na hii nayo pia inapatikana kwa namna ya ule utekelezaji. Kwa kiasi unavyokuwa mtekelezaji mzuri, ndivyo kiasi unapopata rahma kwa wingi kutoka kwa Allah, na unapouona ule ufunuo wa Allah wa rehma zake kwenye utendaji. Allah subhanahu wa ta'ala analizungumza hili katika suratu Nur aya 56. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa aqimu salat, na mdumishe swala, simamishe swala daiman, sawa, zisimamishe itakiwavyo.
wa atu zakat, na mtoe zaka, wa atiu rasula, na mumtii mtume katika maisha yenu kwenye kila jambo. Mkifanya hivyo, la'allakum turhamun, mwenda mkapata rehema, mkarehemewa na Allah. Usikiliza maneno mwisho yaliyokuja, amri iko, simamisheni swala, toeni zaka na mumtii mtume, ukaja mwenda mkifanya hivyo mkapata rehema za Allah. Subhanallah. Fanyeni hivi mpate kuhurumiwa, si ndio? Lakini ule msemo umekuja kwa namna hiyo, hivi mkifanya ndio huenda nyinyi mkapata rehema. Maana yake ni kumkatisha tamaa, ambaye ikiwa wanaofanya wanaambiwa huenda, je, wasiofanya? Rahma hakuna kwa Allah subhanahu wa ta'ala, rahma khasa kwao hazipo. Sawa sawa. Maana maneno ni kwamba mkifanya hivi hakuna shida, mtahurumiwa. Lakini mnaona nyinyi mnataka mpate rehema za Allah, mkiwa mnazitaka basi namna ya kuzipata huenda mkazipata mkifanya hivi. Huo msemo manake msipofanya hivi hakuna rahma kwa Allah khasa. Sawa sawa. Nikaa vizuri. Hivi ndivyo tunavyoagizwa. Kwa hiyo kudumisha swala ni sababu ya kupata rehema za Allah, hizi rehema special. Kutoa zaka ni sababu ya kuzipata rehema hizi za Allah. Kumtii mtume ni sababu ya kupata rehema za Allah, rehema hasa, sio zile za kula na kunywa, zile wanapata wote. Sawa. Kingine ni tadabburu alquran wattiba'u awamirihi, kufuata Qur'an, kuizingatia, kuisoma Qur'ani kwa mazingatio na kuweza kufuata zile amri zilizomo ndani yake. Kuisoma Qur'ani kwa mazingatio ili papatikane kufuata amri, hii ni sababu ya mtu kupata rahma hasa. Sawa. Ufunuo wa Allah unakuja kwenye rehema zake, mtu anaupata kwenye hayo. Na hili Allah akalizungumza katika Qur'ani kwenye surat Al-An'am aya 155, wa hadha kitabun anzalnahu mubarak, na hii Qur'ani kitabu ni kitabu, anzalnahu tulichokiteremsha, mubarakun, kimebarikiwa. Allah subhanahu wa ta'ala anakizungumza hivi, kitabu hiki ni kitabu tulichokiteremsha, kimebarikiwa, ina baraka. Subhanallah. Fattabi'uhu, basi kifuateni. Manake fuateni amri zake, na baraka humu. Fikiria msemo huo na agizo lake, hiki kitabu nyinyi kina baraka, basi kifuateni amri zake. Usipofuata hizo baraka utazipata upate mbele maneno hayo, basi kifuateni, mfuate amri zake. Wattaqu, na mjikinge kwenye makatazo yaliyomo ndani yake. Jikingeni, kuna amri zifuateni kwa sababu mna baraka humu, na mjikinge kwenye makatazo yaliyomo. Mkifanya hivyo, la'allakum turhamun, ndio mtapata kurehemewa na Allah. Hizo mazuri kweli. Hii Qur'ani ni kitabu tulichokiteremsha, kimebarikiwa. Anayesema hivyo ni Allah, mna baraka ndani yake. Fuateni maagizo yaliyomo, wattaqu, na mjikinge na adhabu ya Allah kwa kuacha makatazo yaliyomo. Sawa, la'allakum turhamun, mwenda nyinyi mkifuata hivyo, mkifanya hivyo mkapata rehema za Allah. Kinyume chake, kama hukufuata, hukujikinga, rahma za Allah zitakujaje sasa? Haziji, hazipatikani. Tuwe makini sana maagizo haya. Tunazitaka rehema za Allah, kuna maelekezo ndani ya Qur'an. Kingine kinachosababisha watu kupata rehema hasa, al-istighfaru wa tauba, kuomba msamaha, kutubu. Mtu akajua nimekosea, akafanya istighfar, akaomba msamaha na kutubu, haya yanasababisha watu wapate rehema